ikionekana una dalili ya maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu baada ya mimba kuharibika. Hii ni moja kati ya dalili ambayo inatakiwa kukufanya urudi hospitali mapema sana, kwa sababu inaweza ikawa inaashiria kwamba pengine mimba haikutoka ikaisha, kwa hiyo unaweza kuwa unahitaji kusafishwa. Pengine mimba imetoka ikaisha, lakini kuna maambukizi makali ya bakteria kwenye kizazi, kitu ambacho ni hatari. Lakini pengine inawezekana kuna kutoboka kwa kizazi, aidha mfuniko wako wa mimba ulitoboka kutokana na hatua za kusafisha au mbinu tofauti uliokuwa umetumia kutoa mimba. Haya ni mambo ambayo usipoyafuatilia na yasipofanyiwa matibabu yanaweza akakupelekea wewe kupata changamoto kubwa za uzazi, pengine kupoteza hata uwezo wako wa kuzaa tena, lakini pengine inaweza hata ikahatarisha maisha yako kiujumla. Kwa hiyo ni vyema ukapata matibabu. Sasa kama ni shida kwamba umefanya abortion wewe mwenyewe mtaani, alafu unaanza kupata hizi complication, hichi sio kipindi cha kwanza kuogopa kwamba nikienda hospitali watanitenga, wataninyanyasa, watanisema. Hospitali sio sehemu ambayo mtu anatakiwa kuwa judged, sio sehemu ambayo mtu anatakiwa kuhukumiwa, ni sehemu ambayo mtu anatakiwa kuhudumiwa. Kwa hiyo kama una hizo changamoto, usisite kwenda hospitali. Hakuna mtu anatakiwa kunyanyasa, hakuna mtu ana haki ya kukunyanyasa hospitali. Kama una hizo changamoto pamoja na nyingine, tuwasiliane na Dr. Budodi ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia. Vinginevyo, hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.